Kwa jina naitwa Sada Alfani, ni mfanyakazi wa Lake Energy kama mnavyoona. Sisi kama vurugu za tarehe 29 kwa namna gani tumewaathiri kama wafanyakazi? Sisi kama wafanyakazi tumeathirika kwa sababu kama hivi mnavyoona pampu hizi zimeng'olewa na mpaka sasa hivi tuko tu nyumbani, hatujui tunarudi kazini lini. Mpaka sasa hivi hatujui hatima yetu ni lini ya kurudi kazini. Kwa sababu yale maandamano yamefanya mambo makubwa sana mpaka sasa hivi hatuna nini yote ya kurudi kwamba tunajua tunarudi kazini. Kumekuwa na dhana kwamba watu waliharibu vituo vya Lake Energy sababu inamilikana na wanasiasa wa serikali. Hili ni kwaje? Sio kweli. Kwa upande wangu mimi ninavyofahamu na tunavyofahamu kwa sisi wafanyakazi, sisi bosi wetu tunamjua na ni Mtanzania mwenzetu na hahusiki kabisa na mambo ya siasa. Kitu wako sasa kwa wanajamii au vijana ambao wamekuwa na hiyo dhana kwamba tunaharibu sababu ABC? Kwa mimi ninaona kama ni vitu ambavyo potofu, kwa sababu ni vitu vilivyofanya ni sisi wenyewe wa Tanzania kwa Tanzania ambao tulishazoea amani. Kama bosi wetu ni Mtanzania ambaye amejikwamua yeye kama yeye kutusaidia sisi wafanyakazi. Bosi wetu aliweza, ametukwamua yeye kama yeye kutengeneza vituo kwa ajili ya kutupatia sisi riziki. Ushaniona vizuri. Leo hii wameenda kufanya mambo ya ajabu wa Tanzania, tena kinachoumiza zaidi, Watanzania wenzake ndo wamemrudisha nyuma. Umeshanielewa vizuri? Watanzania wenzake ndo wameandamana kufanya mambo ya ajabu, wamemrudisha nyuma kimaendeleo. Kwa hiyo kwa sisi kwa Tanzania tumeathirika kwa sababu mpaka sasa hivi takriban vituo 38 havifanyi kazi. Na katika vituo hivyo 38 kuna wafanyakazi zaidi ya wafanyakazi 300 ambao wameathirika. Tuko nyumbani mpaka sasa hivi hatujui hatima yetu ni nini na hatujui tunarudi kazini ni lini. Na sisi ambao tuna familia, tulikuwa tunategemea hii kazi, tuna majukumu, tunasomesha watoto wetu, tunalipa kodi, tumejikwamua kiuchumi, tumetoka katika maisha ya uchokolaa. Tulikuwa tunajivunia Tanzania yetu, tunajivunia bosi wetu aliweza kwamba amejikwamua kiuchumi, kutupambania sisi vijana, tupo kazini na tunafanya kazi. Mimi kama Mtanzania naumia, tena naumia sana. Nimejisikia vibaya. Kwa nini imekuwa hivi? Kwa nini? Yaani nimeumia sana kama Mtanzania. Sijapenda hata kidogo. Watanzania wenyewe tupendane. Yaani mimi sina hata la kusema. Naumia sana. Jina langu ni Shafi Ali. Ni Kinondoni Territory Manager. Kiukweli ningependa kuwapa wito ndugu zangu wa Tanzania badala ya haya maandamano kwamba tumeathirika sana. Kama sisi Lake Oil mpaka sasa hii tunahangaika, hatuna kazi, tunahangaika, mauzo hamna. Na kiukweli Lake Oil haihusiki na chama chochote cha serikali, haihusiki na mwanasiasa yoyote. Lake Oil tunamfahamu mwenyewe, tuko naye siku hadi siku tukiendeleza gurudumu hili la Lake Oil, na mwenyewe mmiliki halali ni Bwana Ali Edha Awadhi. Kwa hiyo natoa ombi kwa serikali kwamba imwangalie bosi wetu kwa jicho la huruma ili tuweze kufidia hizi hasara tulizozipata kiukweli, kwani kuna athari kubwa sana katika kampuni kimaisha, kwa sababu kuna wafanyakazi mpaka sasa hawajarudi kazini, maisha yanakuwa ni magumu zaidi kwao. Vile vile natoa wito kwa ndugu zangu wa Tanzania kwamba tusisikilize maneno ambayo hatuna kanayo na tukayafanyia ujasiri kuyafanyia vitendo. Kwa hiyo tuwe makini sana, kwani Lake Oil haihusiani chochote na serikali. Asante. Kwa majina kamili naitwa Jamali Mwinyi, ni mfanyakazi wa kampuni ya Lake Oil. Kwa kweli kwa huzuni kubwa tunasikitishwa na vurugu zilizotokea katika kampuni yetu hii ambazo zimesababisha maafa makubwa sana katika kampuni yetu. Kikweli tunawasihi ndugu zetu wa Tanzania waachane na haya mambo, kwa sababu tunaokuja kuathirika ni sisi mwisho wa siku na familia zetu. Hali tulokuwa nayo kwa sasa hivi si nzuri kabisa, ukizingatia hatuna kazi, kwa hiyo athari itakuja kwetu sisi wa Tanzania. Hizi rasilimali ni za kumekuwa na tetesi au kelele nyingi kwamba wamevamia vituo sababu kama vinamilikiwa na wanasiasa au serikali. Kuna dhana nyingi ambazo zinaendelea kati yetu sisi wa Tanzania kwamba kampuni inamilikiwa na wanasiasa, jambo ambalo sisi kama wafanyakazi wa kampuni hii tunalikanusha si sahihi kabisa, kwa sababu mmiliki wa kampuni tunamfahamu, anaitwa Ali Edha Awadhi, ni Mtanzania mwenzetu. Kwa hiyo nawasihi sana waachane na hizi vurugu, kwa sababu vituo vikisimama athari zitakuja kwetu sisi, na tunafahamu
uti wa mgongo wa miundombinu, mojawapo ni rasilimali ya mafuta, kwa sababu usafiri unapokuwa umesimama, vitu vingi sana navyo pia vinasimama. Usafiri utasababisha bidhaa kupanda juu sana, kwa bei zitakuwa ghali, kwa sababu msafirishaji atatumia gharama kubwa sana za usafiri. Na athari hii nadhani watu wa uchumi wanafahamu zaidi nini ambacho kinatokea kwa hapo. Kwa hiyo nasi kwa Tanzania wenzangu, tuachane na hizi vurugu za kuharibu rasilimali zetu sisi wenyewe, tunajiathiri sisi wenyewe mwisho wa siku.